Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo siku leo imeweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii bana. Story ya mbwa Manunu, mbwa wa Wema Sepetu, imeendelea kutrend huko kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu akiwa anazungumza la kwake. Lakini siku ya leo kuna moja ya shehe ambaye ameweza kuzungumza kuhusiana na jambo hili ambalo limetokea kwa Wema Sepetu. Tunafahamu Wema Sepetu ni Muislamu halisi kabisa. Sasa shehe ikabidi afafanue, hivi inakuwaje mtu anaishi na mbwa alafu huyo mbwa anafariki na huyo mtu anaanza kumlilia mbwa, anaweka msiba, watu wanakuja wanatoa michango, anazikwa kama mtu wa kawaida kabisa. Sasa kuna siri nzito ambayo huyu shehe ameweza kuizungumza, na nitakwenda kukokea hiyo video uweze kumsikiliza huyu shehe kitu gani ambacho amekizungumza, na wewe pia kama shabiki uweze kuweka komenti yako hapa chini na useme huyu shehe amezungumza kitu sahihi au anamuonea tu wivu Wema Sepetu au amezungumza kitu kiko nje kabisa ya dini. Wengine huku ni Wakristo, hatuelewi chochote kuhusiana na dini ya Kiislamu. Sisi wengine tukifuga mbwa ni jambo la kawaida, lakini swala la kumzika mbwa hatujawahi kuliona, imekuwa ni mara ya kwanza kwa Wema Sepetu. Na huyu shehe ameweza kutoboa siri, huenda Wema Sepetu huyu mbwa alikuwa anamtumia kwa manufaa yake mengine. Ni kwa nini mbwa afariki alafu uanze kumlilia? Hem, tumsikilize huyu shehe kwa dakika kadhaa ili mradi tu tuweze kuendelea. Mtu ana mbwa, anakuwa naye mpaka chumbani, anakula naye sahani moja, anamvisha mpaka nguo. Wewe unaweza kusema ni mbwa, kumbe ni kitu chake ambacho kina umuhimu katika maisha yake. Huenda ikawa ndio sababu ya yeye kupata pesa. Huenda ikawa ndio sababu ya yeye kupata energy, kupata ulinzi, Sheikh. Kwa hiyo tusije tukalaumu sana wala tukasema sana, Sheikh. Maisha yana siri kubwa sana. Kama ambavyo tulivyomsikia namna ambavyo shehe ameweza kuelezea hapo kwamba kuna uwezekano mkubwa Wema Sepetu yule mbwa alikuwa na umuhimu mkubwa sana kwake. Sio ule umuhimu ambao unaofikiria wewe, alikuwa anamfariji labda kwa sababu hana mtoto. Shehe alichokimaanisha hapo, huenda hata utajiri wa mwanadada Wema Sepetu upo ndani ya yule mbwa, na ndio maana shehe amekwambia katika maisha ya binadamu kuna siri kubwa sana ambayo inaendelea. Kila mtu anajua siri yake katika hii dunia. Sasa ukiangalia ile klipu namna ambavyo Wema alikuwa anamlilia yule mbwa, ni kama anamlilia mtu ambaye anathamani sana katika maisha yake. Sasa wewe unaweza ukaona ni jambo la kawaida sana Wema Sepetu kumlilia mbwa, lakini shehe ameweza kueleza kwamba kuna siri kubwa sana katika maisha ya binadamu ambayo watu wengi hatuifahamu. Huenda yule mbwa alikuwa ni siri ya utajiri wake, ameondoka, anawaza itakuwaje kuhusiana na swala la utajiri wake au namna gani. Vipi wewe kama shabiki, unalipi la kuzungumza? Lakini pia unalipi la kutupia hapo chini ya comment section? Usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification bell.